Kiongozi wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran Ayatollah Al-Khamenei anasema kwamba bila shaka yoyote taifa la Yemen litaibuka mshindi katika vita vilivyoanzishwa na Marekani pamoja na Uingereza. Kiongozi huyo mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu Al-Khamenei amelipongeza taifa la Yemen kwa wapambanaji wake katika kukabiliana na hila za kinyama za utawala wa Marekani dhidi ya taifa hilo na kusisitiza kuwa hakuna shaka yoyote taifa la Yemen litaibuka mshindi. Al-Khamenei ameeleza hayo katika ujumbe alioweka kwenye ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X, na ameongeza kuwa njia pekee ya kufuata ni njia ya mapambano ya wapiganaji. Hata hivyo, Rais wa Marekani Donald Trump ameionya Iran akisema kwamba ole wake iendelee kulisaidia kundi ililoliita kundi la kigaidi la wapiganaji wa Kihouthi. Inadaiwa kwamba kundi hilo la Wahouthi linapata msaada mkubwa kutoka Iran, na wakati huu bwana Trump amesema atahakikisha hili halifanyiki tena, kwa maana Iran haitoweza kulisaidia tena kundi hili. Hata hivyo, kutokana na hayo, kiongozi huyo wa serikali ya mapinduzi ya Iran amesema jambo ambalo limeifanya Marekani na washirika wake kuingiwa na hofu leo ni ukweli kwamba mataifa ya Kiislamu yamesimama imara na kwa uthabiti, na wapiganaji wakati huu wanathibitisha kuwa wapo tayari na kwa ufanisi watapambana wakati wowote. Wakati huo huo, baraza la uratibu wa tablighi za Kiislamu katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran likilani mashambulizi ya uvamizi na uchokozi ya Marekani na Uingereza dhidi ya Yemen. Baraza hilo limeeleza katika taarifa yake kuanza tena mashambulizi ya anga ya Marekani na Uingereza dhidi ya nchi hiyo na watu wa Yemen katikati ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa mara nyingine tena kumedhihirisha hofu waliokuwa nayo nchi za mabeberu kwa wapiganaji shupavu na wananchi wa Yemen, na kufichua pia sura halisi ya ukatili wao ambao wameapa kuufanya katika nchi hiyo ya Yemen na baadhi ya mataifa ya Kiislamu. Taarifa ya baraza la uratibu la tabligh za Kiislamu la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran limeongeza kuwa hatua hii ya uchokozi na kivamizi sio tu ni mfano wa wazi wa ukiukwaji wa umoja wa ardhi na mamlaka ya kujitawala na taifa la nchi huru, lakini pia ni ishara ya wazi ya kuendelea mkakati wa kuingilia ambao lengo lake ni kuvuruga uthabiti wa utulivu katika Asia ya Magharibi, kushadadisha mantiki ya kuzusha hali ya mchafukoge na kuhalalisha uvamizi, uhasimu na ubeberu katika mfumo mpya wa usalama wa kikanda. Mataifa mbalimbali yamelaani juu ya kile kinachofanywa na Marekani katika kufanya mashambulizi katika taifa la Yemen. Moja kati ya mambo ambayo rais wa Marekani bwana Donald Trump ameyasema ni kwamba anataka kuona kwamba meli za Marekani hakuna atakayezizuia katika eneo la bahari ambayo ni ya dunia, na kwamba hataki kuona jinsi kundi hilo linavyofanya mashambulizi kwa meli zake. Hata hivyo, kutokana na hayo, vikosi vya ulinzi vya Yemen vimeshambulia mara ya pili manuari ya kubebea ndege za kivita za Marekani ya USS Harry Truman na kuzima mashambulizi ya anga yaliyokuwa yamedhamiriwa kufanywa na Washington dhidi ya nchi hiyo. Taarifa ya leo asubuhi na vikosi vya ulinzi vya Yemen imeeleza kwamba vikosi hivyo vimelenga kwa mara ya pili katika muda wa saa 24 zilizopita manuari ya kubebea ndege za kivita za Marekani ya USS Harry Truman kwa makombora kadhaa, ambapo inasemekana ni kwa makombora 18 ya ballistic na ya cruise na ndege zisizokuwa na rubani katika mapigano yaliyoendelea kwa saa kadhaa kaskazini mwa Bahari Nyekundu. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote. Tutakuwa tukikujuza mengi yanayojiri duniani kupitia The World News.